Christian material au ni kajini material kamekuja kutafuta vijana wetu. Ndo kanataka hawa, nataka smartphone, hizo nataka iPhone, hizo nataka simu ya macho matatu. Aliyekwambia hapa kuna vijana wanaogawa macho matatu nani? Alafu wakupe hiyo kama wewe nani? Kwa hiyo tunashindwa kufurahi ongezeko la watu kanisani kwa sababu ya maswali. Tunajiuliza, hawa wanaoongezeka ni Wakristo au tumamba tumekimbia mitoni? Tulisikia wakati tunaimba ile wimbo, na mto nane mtoni, kwa tukafikiria hapa kanisani kuna mto. Tumamba tukaja. Mchungaji anasema wale ambao wanataka kumpokea Yesu, kanapita mbele, mnafikiri kako serious. Kumbe kanatafuta tiketi ya kupenya kuingia kwenye kwaya, kupenya kuingia kwenye nini, kupenya. Mnashangaa tangu alipojiunga na kwaya, tubinti tumeanza kutokueleweka. Tubinti tuna kiburi kimetoka wapi? Kumbe hako. Amen. Kwa hiyo tunapofundisha masomo kama haya, lengo letu ni kweli, malengo ni mawili, kwamba ukikomaa ukaishi maisha matakatifu utamuona Bwana. Lakini sisi hata tukikuangalia hapa, niliwahi kuambia siku moja hata pale kwa Ngati hapa, nikasema hebu muangalie jirani yako, unaiona hiyo sura ina hamu kwenda mbinguni hiyo? Sema tu ukweli. Muulize tu jirani yako, una hamu tukuombee uondoke usiku huu? Una hamu tukuombee? Wangapi wanataka waondoke usiku kesho tusiwaone hapa? Hasa mnapoimba nyimbo natamani kwenda mbingu, unatamani kwenye pambio, uhalisia hata kahoma kakakushika kidogo, hospitali. Sio unaenda kuzuia kifo, unaenda kuahirisha ili kikakukute mbele ya safari. Uko tayari hata wachinje kisu, wakufanyia chochote, madam waahirishe kifo kisikuondoe leo. Sasa kama hutaki kuondoka leo, maana yake nini? Maana yako unataka kuendelea kuishi na sisi. Sasa kama una tabia za ajabu kuishi na sisi, uone kama unatutesa. Ni mateso. Yaani kukaa na mtu hana Mungu ni mateso. Kukaa na mtu ambaye sio mtakatifu utateseka. Wengine hamwezi kunielewa mpaka niwape mfano. Kwani Kaini, yule mdogo wake Abeli, angejua tabia ya kaka yake na mawazo anayomuwazia, Abeli angefanyaje? Na watu wanafikiri Kaini alikuwa mpagani. Soma Biblia, Injili kile cha Mwanzo 4, shuka pale wakati anaeleza Kaini alikuwa muabudu Mungu. Ndio maana ukisoma ile mstari huo 4 wa 5 na kuendelea, Mungu anaongea naye. Mungu huyu ambaye tunamwabudu na sisi anasema, dhambi iko mbele yako inakutamani, usipokaa sawa dhambi inakuotea. Hivi wanaoonywa kuhusu dhambi ni wapagani, ni Wakristo? Kwa sababu mpagani, nawaambiaga siku zote, mpagani hatendi dhambi. Sasa mchungaji, nyie ni watu mnaishi Mombasa. Hivi samaki anaroa maji? Kwamba unaweza ukamtafutia taulo ukamfute samaki, anateseka na roa maji? Kwa nini samaki haroi maji? Maji ni kwao. Maji ndiyo nchi yake.
ila kija nchi kavu ndio tunamuonea huruma kwamba huyu anakufa. Na wewe ukitumbukia kwenye maji tunakuonea huruma kwa sababu maji sio kwenu. Dhambi sio sehemu ya watakatifu, lakini wapagani dhambi ni za kwao. Ndio maana mpagani ukisema ametenda dhambi, kwani kuna kipindi alikuwa anatenda nini? Unasemaje mwenye dhambi ameanguka? Kwani aliwahi kusimama? Wanaoonywa wasifanye dhambi ni wana wa Mungu, kwa sababu sisi maisha yetu ni utakatifu. Tukikosea, bahati mbaya ukafanya dhambi, unakosa amani kutoka asubuhi mpaka jioni. Unatubu, unahisi kama bado hujasamehewa, unatubu, unalia, kwa sababu dhambi sio ya kwenu. Kwa hiyo Kaini hakuwa mwenye dhambi. Mungu alimuonya kwamba dhambi inakuja, ya kupasa ufanyeje? Uishinde. Lakini anaabudu wakati ndani jiras, wivu na mtesa. Kwa nini sadaka ya mdogo wake inakubalika, ya kwake inakataliwa? Alifikiri Mungu anauchukia moshi wake kwa sababu umejaa moshi wa mahindi, msio vitu gani. Lakini huyu kwa sababu moshi wa nyama. Mungu sio Mmasai kwamba anapenda nyama. Mungu anaangalia moyo. Amen. Lakini Abeli hakujua moyo wa jirani yake, hakujua moyo wa kaka yake. Wanaabudu wote madhabahu moja, huyu anatoa na huyu anatoa, lakini baadaye kumbe mwenzake anawaza mabaya. Ukireft kwenye grupu la kimungu, wewe ni hatari kuishi na wewe. Kama umereft kwenye grupu la kimungu alafu umejiunga na grupu la shetani, tutakapoishi na wewe tupo kwenye shida. Amen. Hujawahi kuona kwamba hata wanaotuibia vyombo makanisani ni Wakristo wetu? Tunafikiri tuko nao, kumbe walisha left. Tunamuona yuko hapa, yupo revival, kumbe naangalia speaker, mixer inakaa upande huu. Okay. Wanaotuharibia ni wale ambao tulifikiri ni wa kwetu, tukakaa nao. Mwandishi wa barua anasema kumbe hawakuwa wa kwetu. Kwa sababu gani? Hawakuishi maisha matakatifu. Kwa hiyo pointi yangu ni nini leo? Pointi yangu ni kwamba tunapokuwa na revival kama hizi, mafundisho kama haya ambayo tutaanza kufundisha pia kuanzia kesho, mafundisho yote ni kukujenga uwe sawa sawa, utuokolee usumbufu wa kukaa na wewe. Ndio. Hebu niambie baba, unaishi na kamama kakorofi, kasumbufu. Unajua kuna mwanamke sio kamama material, ni kama kashetani material. Yaani unakaa nako nyumbani mpaka unajiuliza, hivi Mungu, wakati nabeba haka kajini mtu, hivi hukunionya kabisa? Paka nikatoa na mali, paka nikafanya na hiki, kumbe kamama ni haka. Baba, umewahi kukana kamama kana kusumbua paka unaichukia na keki uliyowahi kukata nako? Unachukia mpaka mchungaji aliyefungisha kwamba hakuwa na upako. Unachukia mpaka best man kwamba nilichagua mtu ana maroho ya kwao ndio yamefreeze kabisa ndoa yangu. Unachukia mpaka suti uliovaa. Unajiuliza, hivi ningejua naoa ni huyu, hivi huyu angetakiwa suti kweli? Huyu alitakiwa nivae ile overall na mabuti ya kazi, kwamba naenda kupambana. Badala kukata keki tungekata ugali. Amen. Inauma. Inauma.
Umetumia gharama zote zile, ming'ombe hiyo tuliotoa, nini vyote tulivyofanya, halafu ulibeba matatizo. Shida kama mama hakawezi kuulizwa habari za chumvi kwamba mama chumvi imezidi. Kwa hiyo imezidi. Kwa mimi mkono wangu una chumvi. Ulishindwa kutafuta ambao hawana chumvi. Hapana mama, niko nauliza tu. Sawa. Unashangaa jioni hamna kupika. We, leo hatuli. Ulitaka nani apike? Si wewe. Mimi na mkono wa chumvi. Na mkono wa chumvi. Kamezira. Ukiuliza chochote kamezira. Ukifanya hivi kamezira. Makasiriko kama makasiriko ni kisirani kanaweza kuzira wiki zima. Mnapishana kama tukutuku. Kapo tu hapo. Kana kuangalia. Ni shida. Usipate tabu mama, ndo namaliza hivi. Mkaza kusema vunja grasi ya kanisa. Haleluya. Ni shida. Sasa hako ni kama mama. Kutana na kale kama mwanaume ambato unajua kuna mwanaume mpaka unawaza kwamba kama shetani ana mwili, angekuwa na mwili physically hivi angefanana na nani kama sio huyu? Yaani kuna wanaume ukimwangalia kabisa unatamani utengeneze posters kwamba kama hujawahi kuona physically Satan, katisha hapa nitakuonyesha. Kuna wamama, kuna wababa ni shida. Hofu ya Mungu ilishaisha kabisa. Maombi yalikwisha kabisa. Kiburi shetani akasome. Ana kiburi. Mke wake, wafanyakazi wa ndani, si wafanyakazi wa nje, wote foleni moja. Ana madharau. Ukijaribu shut up. Ana lugha ngumu. Madharau. Na wakati mwingine anajitoa ufahamu eti dharau zinatokana na aliacha hela ya matumizi. Yaani kuna wanaume wengine akili hamna kabisa. Yaani wewe unafikiri ukiacha pesa za matumizi ndio umefanya kila kitu. Ndio uanze kutesa mtoto wa watu. Mama nauliza wewe, kuna message zingine mbona kama sizielewi? Wewe usiingilie hayakuhusu. Baba, punguza ulevi, nakunywa kwa pesa yangu. Sasa hatukatai. Unakunywa kwa pesa yako. Ungekuwa unaziacha pombe kule bar. Sasa unakuja nazo mpaka nyumbani. Unanuka usiku kucha. Hai. Wamama mnaokana walevi, ni vile sina mamlaka, ningewaandikia certificate kwamba Bwana Yesu, hawa wote walioishi na walevi nilishawaandikia cheti, msiwasumbue, waingie wakapumzike. Lakini sasa sina mamlaka hayo. Wakina mama, mpambane na hali zenu. Siwezi kuwasaidia chochote. Lakini endelea kuvumilia tu. Ndio. Kuna wamama mko hapa unasema ni kweli pastor, mimi kinachofanya nivumilie kukaa na mwenzangu ni watoto. Kwa sababu siku zote mimi mwanaume mikorofi inazalisha haraka. Yaani nakutandika mimba hapo mtoto amenyonya hajamaliza mbaya nyingine, katoto mbaya nyingine. Tutoto tunapangana hapo mpaka akajulikani ka kwanza ni kapi, mpaka tumajini unaoita lolote lile. Isaya hapana mimi